mara nyingi tunakuta kama mtoto ambaye amekunywa Carosin au amemeza chochote, wazazi wako wanakuwa wanajaribu kumpatia mtoto maziwa ili mtoto atapike, ambayo sio kitu kizuri. So kama mtoto amemeza chakula au kamemeza kama shilingi, ameingiza kitu kwenye pua, kuangalia kama mtoto anapumua au hapumui. Kama mtoto hajapata shida yote kwenye kupumua, unaweza kuwaisha kwa hospitali, au kama amepata shida yote kwenye kupumua, unapeleka kwa hospitali ambayo iko karibu. Pia kama amekunywa vitu kama Carosin na dawa yoyote ambayo inaweza kumdhuru, jaribu kubadilisha hiyo nguo kwanza, msimpatie maziwa. Na kama yuko stable, muishe inaweza kupata matibabu ya kwanza. Mara nyingi watoto ambao hawapati shida yoyote, hata tunakuwa tunaangalia kwenye hali ya kupumua nini, ili mara nyingi kwa sababu hizo vitu kama Carosin inaleta shida watoto kwenye. Mtazamaji wa Mwananchi Digital, ni siku nyingine tena tunakutana katika Afya Kona, kipindi ambacho kinakuelezea mambo mengi kuhusiana na afya yako, nini ufanye, nini usifanye, zaidi ndicho ambacho tunaangalia ili kulinda afya yako wewe mtazamaji. Siku ya leo tupo katika hospitali ya Aga Khan, tunakutana na daktari bingwa wa magonjwa ya mfumo wa chakula na ini, Mwanasai, ambaye yeye atatueleza mawili matatu kuhusiana na afya ya mfumo wa chakula pamoja na ini. Mwanasai, tunaomba sasa utulete moja kwa moja katika upande wa haya magonjwa ili kuweza kujua hasa mtazamaji sasa ajue kwamba nini anapaswa kufanya na nini hapaswi kufanya. Kwanza, magonjwa ya mfumo wa chakula na ini yanahusisha magonjwa ya koo la chakula, tumbo la chakula, utumbo mdogo, utumbo mpana, lakini pia kongosho na ini. Jumlisha kwa sababu ni viungo vinavyosaidia mfumo wa ini kufanya kazi kwa pamoja. Kwa ndio sababu kwamba katika taaluma yangu natibu haya magonjwa ya mfumo wa chakula na ini, lakini hiyo pia inajumlisha kongosho. Kuzungumzia kwa ujumla wake kwamba haya magonjwa yanaongezeka kwa kiwango gani ni ngumu. Wakati mwingine tunaweza kuona magonjwa yamekuwa mengi kwa sababu tu sasa tuna ujuzi na utaalamu wa kuyatambua na kuyatibu. Lakini pengine magonjwa haya yalikuwa tu miaka mingi na hatukuwa tukifahamu lolote kuhusu magonjwa haya. Okay, sawa. Kuna hii tatizo la mtu kushindwa kupata choo na mpaka kuna kile kipimo ambacho huwa mnapima na nini, labda hili tatizo linasababishwa na nini? Tatizo la kupata choo linakumba watu wengi na linaongezeka kadri umri wa mtu unavyoongezeka. Kwa ukichukua wazee waliofikisha miaka 60 kwenda juu na waliokuwa vijana, utakuta wazee wana tatizo hilo zaidi, lakini pia linakuta vijana na wakati mwingine hata watoto, na visababishi vyake ni vingi. Ni ngumu kuelezea kisababishi kimoja, na wakati mwingine ni magonjwa ya aina fulani ambayo yanaathiri mfumo wa chakula, ambayo yanasababisha mtu kukosa choo vizuri. Sasa kwa ujumla tunasema mtu hapati choo vizuri ikiwa walau wakati choo mara 3 kwa wiki. Ikiwa iko chini ya hapo, pengine shida ya kupata choo. Lakini pia tafsiri ya neno constipation katika English ni pana. Inahusisha pia mtu ambaye anapata choo kila siku, lakini anahisi kwamba pengine choo chote hakitoki au pengine tumbo limejaa sana. Kwa hiyo iko vague, definition yake inahusisha pia feeling ya mgonjwa anavyojisikia. Wakati mwingine daktari kama mimi napenda kuwa objective, kusema okay, umepata choo leo, umepata choo lakini I'm feeling constipated. Still bado nitatibu. Na kuna wale wengine ambao wanapata choo kama cha mbuzi, yani kinakuwa kigumu sana, na wale pia shida ni nini? Yes, hao wanapata choo cha mbuzi pia ina sababu mbalimbali. Hiyo inamaanisha kwamba choo chake ni kigumu. Yes, lakini pia ina sababu mbalimbali. Inawezekana kama anapata choo kizuri tu lakini anaona kama cha mbuzi. Baadhi yao wana matatizo katika mfumo wa chakula lakini juu. Kwa maana ya kwamba pengine ana vidonda vya tumbo au
au mshtuko tumboni. Wakati mwingine anaweza kupata choo cha namna hiyo. Lakini si kwamba kila anapata choo cha namna hiyo basi ana tatizo fulani. Mara nyingi inahitaji kumsikiliza mgonjwa, kumfanyia ukaguzi, kukagua na pia kufanya vipimo vya maabara au vya kupiga picha katika mfumo wa chakula ili kujua shida iko wapi. Sawa. Tunapokuja katika magonjwa ya mfumo wa chakula pamoja na ini, unakuwa na matatizo ya kadhaa ambayo yanakuja yanajitokeza baadaye, kwa mfano kama saratani ya utumbo mpana au mpaka kwenye saratani ya ini. Nini na nini ambacho huwa kinakuwa kinatokea mpaka huyu mgonjwa aje apate haya magonjwa makubwa baadaye? Okay, sawa. Kwanza ningerudi pale kwenye shida ya kutopata choo vizuri, constipation. Baadhi ya watu wanapata hawapati choo vizuri kwa sababu ya tabia zao, kwa sababu ya mfumo wanaishi. Vitu vinavyosaidia mtu kupata choo ni mfano ni kunywa maji vizuri, kwa sababu kazi ya utumbo mpana ni kufyonza maji katika choo. Sasa kama mtu hanywi maji ya kutosha, mara nyingi hawezi kupata choo vizuri, kwa sababu inamaanisha kile choo kinasafiri pale kwa karibu masaa pengine 40 katika mfumo, katika utumbo mpana, na kinafyonzwa maji. Kwa kama maji mwilini ni kidogo na huyu mtu hanywi maji ya kutosha, mwili unatunza maji. Kwa hiyo choo kinakuwa kigumu sana kabla hakijafika chini, kabla njia haja kubwa. Kwa hiyo kinapata shida sana kusafiri. Kinasafiri vizuri kikiwa katika maji, lakini ikiwa kimekauka mapema, then itakuwa ngumu sana kusafirisha mpaka kifike mwishoni. Cha pili ni ulaji wa mboga au vyakula vyenye nyuzi. Kwa hiyo inaweza kuwa ni mboga, matunda, si ndivyo? Au nafaka ambazo hazijakobolewa. Kwa watu ambao hawapendelei kula matunda, wanakula nafaka zilizokobolewa zaidi, si ndivyo? Na wali, mboga za majani pia mara nyingi wana shida kupata choo. Lakini kama nilivyosema awali, viko visababishi vingine ambavyo vinatokana na magonjwa mbalimbali ambayo yanatokea katika mfumo wa chakula. Kwa hiyo kuna baadhi ya wagonjwa ambao anaweza akafanya hayo yote, ajitahidi kunywa maji ya kutosha, kutumia vyakula vizuri, lakini bado asione kupata choo vizuri. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, basi anahitaji kuja hospitali, tuzungumze naye na tufanye vipimo vinavyohitajika ili kuweza kumtibu vizuri. Sasa nikiunganisha hiyo na saratani ya utumbo mpana, duniani kote walau watu milioni 1.8 wanapata saratani ya utumbo mpana kwa mwaka, na ugonjwa huu uko zaidi katika nchi zilizoendelea, ndio Ulaya na Marekani, ambako mtu mmoja kati ya watu 5 kati ya watu 100 wanapata saratani ya utumbo mpana. Huku kwetu tunakadiria kwamba mtu mmoja kati ya watu 100 anaweza kupata saratani ya utumbo mpana, na visababishi vyake ni vingi. Moja hapo ni hicho cha kutopata choo vizuri. Kwa kama mtu hapati choo vizuri, constipation, anawezekana akapata kansa ya utumbo mpana. Lakini pia kuna magonjwa ambayo yanapelekea hali kama hiyo kutokea. Sawa, kuna magonjwa tunaita inflammatory bowel disease ambao unasababisha michubuko au vidonda na katika mtumbo mpana, ambao hali hiyo inaweza kuleta kutopata choo vizuri, kupata damu kwenye choo na kadhalika, na baadaye inaleta vivimbe katika tumbo mpana, tunaita colon polyp. Kwa hiyo wale kama wanaweza kupata pia kansa au saratani ya tumbo mpana. Lakini pia kuna wengine wanarithi kutoka katika familia, wanarithi vinasaba fulani ambavyo vinawafanya wanaweza kupata saratani ya kansa. Kwa kama mtu anajua historia ya familia yake, kwa labda mama au baba walipata kansa, saratani ya utumbo mpana, na yeye anatakiwa ajitambue kwamba yeye anayo hatari ya kupata saratani ya utumbo mpana. Kwa kuna baadhi ya watu ambao wanashauriwa kufanya screening, yani kufanya vipimo vya kuchunguza kama saratani au dalili za mwanzo saratani katika umri mdogo wakati mwingine. Lakini mara nyingi tungeshauri pengine kuanzia miaka 40 au 50
ndio waweza kufanya uchunguzi. Mara nyingi kuna kipimo cha choo tunafanya, alafu tunaona kama inafaa kufanya kipimo kikubwa zaidi, tunaita colonoscopy. Sasa hapo bado kuna wengine ambao wanakuja kupata matatizo ya ini. Ile sababu ni nini? Kwa sababu tushaona sasa kwenye utumbo mpana. Sasa saratani ya ini nayo pia ina visababishi vingi. Lakini kwetu hapa inasababishwa hasa na ugonjwa wa virusi vya homa ya ini. Kuna virusi vya homa ya ini vya aina 5. Tunaita A, B, C, D na E. Lakini viwili B na C ndio vinavyosababisha saratani ya ini. Yes. Na inakadiriwa kwamba hapa Tanzania 4% ya watu wazima wameathirika na ugonjwa wa homa ya ini, na wengi hawafahamiki kwa sababu ugonjwa huu mara nyingi hauna dalili na wengi hawajapima. Kwa hiyo tunawashauri watu wapime ili wajue kama wamewahi kuambukizwa au hapana. Na ukiangalia hiki kiwango cha idadi ya wagonjwa kinafanana na idadi ya wagonjwa wa HIV. Kwa sababu data za Wizara ya Afya za siku za karibuni zinaonyesha kwamba idadi ya wagonjwa wa HIV ni around 4%, na hii nayo iko around 4%. Kwa hiyo maana yake tuchukulie kwamba hili ni tatizo liko very common, lakini watu wengi hawajui. Sivyo? Yes, lakini tiba zipo na chanjo pia ipo. Kama hujaambukizwa unaweza kupewa chanjo. Aina ya pili ya virusi tunaita hepatitis C. Hivi na vyenyewe pia vinaweza kusababisha saratani ya ini, lakini kwetu hapa idadi ya wagonjwa nadhani ni 1% au chini ya 1%. Kwa hiyo na hivi virusi viko zaidi kwa wale wanaotumia dawa za kulevya za kujidunga, kwa sababu wanashirikishana zile sindano, mmoja anajidunga na mwingine anajidunga, kwa hiyo ile ndio inaambukiza zaidi. Sawa? Yes. Lakini virusi vyote viwili vinaambukiza kwa njia ya kugusana na majimaji ya mwili. Tunaweza tukasema kwa hiyo nyembe, miswaki, vifaa vya kutoga, vifaa vya kufanya tattoo, si ndivyo? Pengine hata tohara zile za kienyeji. Yes, njia za kujamiana. Na siku za nyuma pia kuongezewa damu ilikuwa ni moja njia ya maambukizi, lakini tangu serikali imeanzisha mpango wa damu salama, kwa sasa damu ni salama. Lakini kabla mpango wa damu salama haujaanza, kuna uwezekano kwamba kuna baadhi ya watu katika baadhi ya hospitali ambao walikuwa na tatizo la damu waliongezewa damu na pengine waliambukizwa virusi vya namna hiyo, kwa sababu protocol ya kwamba damu ikishatolewa kutoka kwa mchangiaji ifanyiwe vipimo vingapi ilikuwa haijawa standard kwa nchi nzima. Kwa hiyo baadhi ya hospitali labda walikuwa wanapima HIV, labda zingine hawapimi. Ndivyo. Kwa hiyo kuna uwezekano pia kwamba baadhi ya watu waliambukizwa virusi hivi bila kujua. Na kingine pia miaka ya huko nyuma ya 70 na virusi vilikuwa havijulikani kabisa. Dunia ilikuwa haijui. Kwa hiyo kama vilikuwa havijulikani, basi pengine watu waliongezwa damu bila kujua. Dokta, tukisalia hapo katika ishu ya magonjwa ya mfumo wa chakula na ini, kuna hii ishu ambayo huwa inazungumzwa sana kuhusiana na food poison. Tunataka kufahamu, je, food poison ikoje? Ni namna gani ambavyo tunasema kwamba huyu mtu amepata food poison? Na labda ni sumu katika chakula au ni nini, na kuna utofauti gani kati ya kupewa sumu na hiyo nyingine ambayo inaitwa food poison? Sawa. Hili neno food poisoning nadhani linaleta mkanganyiko kwa sababu ni la Kiingereza. Lakini neno food poisoning linamaanisha kwamba huyu mtu aliyeugua amekula chakula ambacho kimeambukizwa aina fulani ya bakteria. Kwa mfano, umepika nyumbani wali na nyama mchana labda au asubuhi, ukauacha bila kufunika vizuri, na labda kwa mfano Dar es Salaam kuna mazingira ya joto, ukarudi baada ya masaa kadhaa ukaandaa tena chakula kile, pengine hata hujakipasha moto, si ndivyo? Sasa baada ya kula, ghafla tunaona mtu tumbo linauma, ameharisha, ametapika,
tunasema wewe umepata food poison. Ni kwa sababu gani? Kuna bakteria wanakuwa, kwa sababu chakula hakiko sterile. Unapopika una lengo tu la kuivisha chakula, sio lengo la kuua bakteria. Si ndivyo? Yes. Kwa hiyo inawezekana katika yale mazingira, katika hewa na kadhalika, au katika vyombo vinavyotumika, hata kama vimeoshwa na sabuni na kadhalika, haviwezi kuua bakteria. Si ndivyo? Yes. Kwa hiyo kuna bakteria kidogo ambao wako katika chakula na tunakula kila siku na bila tatizo lolote. Lakini ikiwa wakiachwa wakazaliana kwa wingi, kuna baadhi ya aina fulani za bakteria wanazalisha sumu, tunaziita endotoxins. Sasa zile sumu ni kama vile bakteria wa korela wa kipindupindu, wao pia wanazalisha aina ya sumu. Ile sumu ikiingia mwilini ndio inasababisha unaharisha sana. Umeelewa? Ile nayo pia ni aina ya endotoxin. Kwa hiyo hiyo ongeza kuita kama food poison. Umeelewa? Yes. Sasa kwa hiyo kuna bakteria wa aina nyingi kama hizo, ambao nao tunaweza tukasema wengine wako ni jamii hiyo ya korela, wengine wako jamii nyingine, kwa sababu bakteria pia wana families katika kwa classify. Sasa wakishazalisha zile sumu, alafu kala chakula chenye ile sumu, ndipo unaharisha, kutapika, tumbo linauma na kadhalika. Ndio tunaita food poison. Haimaanishi kwamba kuna mtu mwenye nia mbaya ameweka sumu katika kile chakula. Sawa. Dokta, katika haya magonjwa ambayo unakuwa unahudumu kila siku, labda sasa ungetuambia labda ni yepi hasa ambayo wewe unakutana nayo, ni procedure zipi hasa ambazo unazifanya karibu kila siku, na labda sababu ni nini? Sawa. Mimi sasa kama daktari bingwa wa magonjwa ya mfumo wa chakula na ini, vipimo ambavyo nafanya mara nyingi ni vya kuchunguza mfumo wa chakula juu, maana ya tunda la chakula, la chakula na utumbo mdogo, lakini pia naangalia utumbo mpana kwa kipimo cha kamera kinaitwa hadubini. Yes, ambayo au kwa jina la Kiingereza. Wagonjwa wengi wanaokuja tuseme ni wale wenye tatizo katika mfumo wa chakula kwa juu, kwa maana ya kwamba zile dalili kama kudonda la tumbo, gesi nyingi, namna hiyo, nimekula nini, tumbo linauma, vitu hivyo ndio vingi sana, ambao sasa kufanya vipimo ndio tutajua hichi ni kidonda au ni michubuko tumboni au hapana. Lakini pia katika mfumo wa chakula, tuseme katika utumbo mpana, shida kubwa inaweza kuwa ni hiyo ya watu kutopata choo vizuri, constipation. Kwa hiyo wachache wanakuwa pia na damu wanapata damu kwenye choo. Yes, hizo pengine kukosa choo na damu kwenye choo, nadhani ndio visababishi vikubwa kwa nini tunafanya endoscopy. Yes. Katika kuongezeka kwa haya magonjwa, labda visababishi hasa ni nini? Kwa nini tunakuja huku sana sasa hivi? Kiachana yale magonjwa ya mfumo wa chakula ya kawaida, kama kuhara na mengine. Ukiangalia tatizo la kukosa choo, jinsi miaka inavyokwenda, jinsi tunavyozidi kuishi mjini, linaongezeka kwa sababu tunabadilisha mfumo wetu wa chakula. Sasa tunakula zaidi ngano iliyokobolewa, nasema refined wheat. Sasa hii haina nyuzi, mkate, baga, chapati, hizi ni vyakula havina nyuzi. Chips havina nyuzi, vile viazi. Kwa sasa kama nilivyosema awali kuhusu habari ya kukosa choo, vyakula kama hivi havina nyuzi, kwa hiyo watu hawapati choo kwa sababu hiyo, lakini pia kwa sababu mbalimbali. Na hiyo inawaweka pia katika hatari ya kupata magonjwa hayo, nasema inaita inflammatory bowel disease, magonjwa ambayo yanaleta aidha michubuko au vidonda katika mfumo wa chakula, na yanaongeza hatari ya kupata saratani ya utumbo mpana. Yes, kwa nadhani urbanization, hisi tunavyozidi kuja mjini na tunabadilisha vyakula vyetu, tumeacha miogo, tumeacha magimbi, tumeacha ulezi na mtama, hiyo inatuathiri kidogo. Asante sana daktari. Mtazamaji wa Mwananchi Digital, mpaka hapo hatuna la ziada. Umeweza kujua mengi zaidi kuhusiana na mfumo wa chakula pamoja na ini. Zaidi usikose kuendelea kutufuatilia kwa vipindi vingine vingi zaidi, ili uweze kupata ufahamu zaidi kuhusiana na masuala ya afya yako na kulinda afya yako.
Kwenye kupunguza tumbo, kwanza kuna misuli ambayo ni target group, misuli ambayo inazunguka tumbo, ambayo ndio inakuwa unakuwa na vitambi. Sasa ndio nasema vitambi. Sasa tunasema ni core muscles. Sasa mazoezi yale yote yanakuja kustabilize hapa kwenye core, kwenye abdominis. Sawa. Kwa hiyo mazoezi yale tunayofanya, yapo mazoezi mbalimbali. Kuna plank exercise. Plank exercise, kuna plank ambayo unafanya kawaida plank, kuna side plank. Side plank kwa ajili ya kuchoma mafuta ya huku. Sawa? Plank hiyo unachoma mafuta ya hapa. Sawa? Kuna jumping jacks. Sawa? Alafu kuna cross training. Sawa? Alafu kuna zoezi la kuruka kamba pia. Kwa sababu unapokuwa unaruka kamba unatumia misuli ya hapa. Unaruka misuli inakuwa inafanyaje? Inatumika hii hapa. Mazoezi mengine ambayo yanasaidia pamoja na kukimbia pia. Yanasaidia pia kupunguza nini? Kubani mafuta ambayo yako kwenye misuli ya hapa kwenye tumbo. Kwa kifupi nadhani ndo haya. Mengine yapo mengi. Yapo mengi. Kwa hiyo unaweza kaanza hata na mazoezi angalau matatu kama side plank, ukafanya sit ups, sawa? Ukafanya jumping jacks, ukafanya na ya kuruka kamba. Hao yanatosha.